Kamati ya viongozi wa dini mkoani Mwanza imewasihi Watanzania kuvikataa vitendo vyote vinavyoweza kupelekea uvunjifu wa amani na umoja wa kitaifa. Na mashabiki wa michezo nchini wameitwa kujitokeza kwa wingi kuishangilia Twiga Stars itakapocheza mechi ya kufuzu mashindano ya Afrika ya 2026 wanawake dhidi ya Ethiopia Jumatano ijayo. Na mtazamaji wa Channel 10, leo ni Jumanne, Oktoba 21 mwaka 2025. Karibu sana katika asubuhi njema ambayo kwa kawaida tunafahamu inaanza na taarifa ya habari. Mimi naitwa Emily Lazarus. Karibu. Naam, kamati ya amani ya viongozi wa dini mkoa wa Mwanza imetoa tamko la pamoja la kuwasihi wa Tanzania kwa makundi yote ya kijamii kutokukubali kurubuniwa kushiriki katika vitendo vya vurugu vinavyoweza kuvuruga amani iliyopo hapa nchini. Mungu aibariki Tanzania, aendelee kutupa hekima, umoja na amani. Ni siku chache zimesalia kabla ya kufanyika uchaguzi mkuu ifikapo Oktoba 29 mwaka huu, viongozi wa dini wakikutana jijini Mwanza kujadili ustawi wa taifa, ambapo pamoja na mambo mengine wamewakumbusha Watanzania kulinda amani. Chazi Sekelwa ni mwenyekiti mwenza wa kamati hiyo aliyekasimishwa jukumu la kuwasilisha tamko hilo. Tunawahimiza wananchi wote kutumia haki yao ya msingi ya kupiga kura kwa kumchagua rais, wabunge na madiwani katika ngazi zote kwa upendo, busara na uwazi. Baada ya kumaliza zoezi la kupiga kura, tunawasihi sana wote warejee majumbani kwao kwa utulivu. Msimamo huo ukawainua wajumbe wa kamati hiyo kusisitiza umuhimu wa amani, huku shehe wa mkoa wa Mwanza Hassan Kabeke akionyesha kuchukizwa na vitendo vya baadhi ya watu wanaohamasisha wananchi kuandamana siku ya uchaguzi. Asitokee mtu anamwambia usiende kupiga kura. Kuna watu wengi, unaenda kupiga kura unachukua nani? Upinzani wenyewe haupo. Hivi upinzani maana yake nini? Kwa mujibu wa sheria za nchi na katiba ya nchi hii, tuna vyama zaidi ya 18. Na vyama zaidi ya 10 viko kwenye mchakato wa uchaguzi. Tukafanye maamuzi ya busara kuchagua watu wema watakaotuongoza kuwa na amani katika nchi yetu. Tunao waumini wengi, hebu tuwaelekeze. Mimi nitaongea kwa sababu nafasi ni fupi sana, nitaongea swala la amani ndio sana. Lazaro Nyalando ni mwanasiasa mkongwe nchini. Tuwakumbushe vijana wetu, waumini wetu kwamba hakuna tunu muhimu katika taifa zaidi ya amani, upendo na mshikamano. Tunapofanya zoezi hilo la kupiga kura, tunapowasisitiza watoke, basi tuhakikishe kila mtu anailinda hiyo amani. Uchaguzi mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania unalenga kupata viongozi wa ngazi ya rais, wabunge na madiwani watakaosimamia na kuchochea maendeleo ya wananchi katika nyanja mbalimbali zikiwemo za kiuchumi, kijamii na maendeleo. Henry Kavirondo, Channel 10, Mwanza. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi imefafanua kuwa mpiga kura aliyepoteza kadi yake ya kupiga kura hatazuiliwa kupiga kura endapo alishaandikishwa kwenye daftari la kudumu la wapiga kura na atawasilisha kitambulisho mbadala kitakacho mtambulisha kisheria. Msimamizi wa uchaguzi jimbo la Monduli Emmanuel Mpongo amesema hatua hiyo inalenga kuhakikisha kila Mtanzania mwenye sifa anashiriki uchaguzi bila vikwazo, huku akihimiza wananchi kujitokeza kupata elimu ya mpiga kura. Kwa wale wenye kadi, hakikisha siku ya uchaguzi kwa maana tarehe 29 unafika kwenye kituo na kadi yako ya kupigia kura. Lakini jambo jingine la msingi kabisa, muda wa kupiga kura. Vituo vyote vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi na vitafungwa saa 10 kamili jioni. Sasa kumekuwa na desturi, watu hawaendi kwa wakati. Kwanza siku ya Jumatano ni siku nzuri, ni siku ambayo kama kwa watumishi wa umma hawatakuwa makazini. Mimi niwaombe muwai, mjitokeze mapema asubuhi kwa wingi. Wananchi nao wamesema elimu hiyo imewapa uelewa na kuondoa hofu ya kujitokeza kupiga kura kutokana na kupoteza kadi. Ninawasihi wananchi wenzangu, mnamo tarehe 29 Oktoba tujitokeze kwa wingi kwenda kupiga kura. Mimi na familia yangu, kwa wale wenye sifa kupiga kura, tupo tayari. Jana wenzangu, itakapofika tarehe 29
na wahamasisha vijana wote wajitokeze kwa wingi tuweze kupiga kura. Ila sitaki tuwahamasishe ni nani mumpigia, mjitokeze ili kusipoteze haki zetu. Vijana wenzangu, tujitokeze hiyo siku ya tarehe 29 kwenda kumchagua kiongozi ambaye anaweza akatuongoza fulu. Kwa hiyo sio kakaa bomani kusikilizia mwenzako akapige kura ili umpate kiongozi wako. Hapana, wewe jitokeze kuanzia saa 1 kamili hadi saa 10 kamili jioni. Zoezi hili la utoaji wa elimu ya mpiga kura linaendelea katika maeneo mbalimbali ya wilaya ya Monduli likiwa na lengo la kuongeza uelewa na ushiriki wa wananchi kuelekea uchaguzi mkuu ujao Oktoba 29. Jamila Omar, Channel 10, Monduli, Arusha. Ikiwa zimebaki siku 9 pekee kuelekea katika uchaguzi mkuu, serikali wilayani Babati mkoani Manyara imewahakikishia wananchi wote uwepo wa hali ya usalama na kwamba watadhibiti mtu yeyote atakayejaribu kuingilia na kuharibu uchaguzi huo. Hakikisho na kiusalama kwa wananchi kuelekea uchaguzi huu umetolewa na mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama wilaya Babati ambaye pia ni mkuu wa wilaya hii Manuela Kaganda, wakati akizungumza na waandishi wa habari zikiwa zimebakia siku chache kutamatishwa siku za kampeni na kufanyika uchaguzi mkuu Oktoba 29 mwaka huu. Kwa hiyo tuendelee kuchagua viongozi ambao watakwenda kuleta amani na utulivu ndani ya nchi yetu. Sisi viongozi wenu, kamati ya usalama ya wilaya, tumejipanga kuhakikisha kwamba tunalinda wananchi pamoja na mali zao katika kipindi hiki ambacho tunakwenda kupiga kura na kuchagua viongozi wetu watakaotuongoza tena kwa miaka mingine 5. Leo niseme tumebakisha kama siku 9 hivi tutakwenda kupiga kura. Kwa hiyo ni kipindi muhimu sana cha kuweza kujiangalia mienendo yetu, lakini pia matamshi yetu na jinsi ambavyo tunajiandaa kwa ajili ya kwenda kupiga kura. Nimejipanga ipasavyo kuhakikisha kwamba kila raia, narudia tena, aliyeko mjini, aliyeko vijijini, tutamlinda kwa gharama yoyote na tutahakikisha kwamba hadhuriki mtu yoyote katika kipindi hiki ya siku ile ya kupiga kura, siku ya tarehe 29. Mapema wananchi kwenye maeneo mbalimbali wilayani Babati wameonyesha utayari wa kujitokeza kupiga kura kwenye uchaguzi huo. Jamani, hii habari mnasema tunaenda mguu pande huu hatutaweza kupata kwa sababu amani tutapoteza. Tutatoka kwa kiasi chetu chote, hatuna mtu tamwacha nyumbani. Lazima tutawasukuma vijana na wakina mama hata na wale. Maneno ya kuandamana ni ya mtaani ya 2 watatu, lakini robo 3 wako chini ya wazee. Hakuna kuandamana, hakuna kelele, wataenda kupiga kura wote. Sisi tunatiki majina haya matatu. Kutoka wilaya Babati mkoani Manyara, mimi ni Elia Kimani, Channel 10. Na mtazamaji, ni habari ya asubuhi njema. Umoja wa wanawake wilaya Kinondoni umekutana na makundi ya wajasiriamali kwa lengo la kuwahamasisha kushiriki uchaguzi wa Oktoba 29, lakini pia kupata elimu ya mikopo ambayo inatolewa kwa makundi hayo kwa ajili ya kuendesha biashara zao. Mwenyekiti wa UWT mstaafu mkoa wa Dar es Salaam ambaye pia ni mwenyekiti wa mikakati ya ushindi UWT kanda mashariki inayojumuisha mikoa ya Dar es Salaam, Pwani, Morogoro na Tanga, akizungumza katika kongamano hilo amesema miongoni mwa ajenda ni kuwakumbusha umuhimu wa kupiga kura ili kupata viongozi bora. Kampeni zimeenda vizuri kistaarabu sana. Wananchi wako tayari kupiga kura, hawana hofu, tunawatembelea, tuko nao kwenye mikutano ya hadhara. Mmeona tumeendesha kampeni ya kistaarabu, mikutano yetu ya hadhara mmeiona ilivyofurika. Kwa hiyo sisi hatuna wasiwasi, tunangojea tarehe 29 watupe zile karatasi tufanye mambo yetu. Nawahamasisha wakina mama, sababu wakina mama ni mabalozi wazuri sana kwenye ngazi ya familia, kwenye ngazi ya jamii. Tunapozungumza masuala yetu ya ujasiriamali na nini, tunakumbushana kwamba tunakwenda kwenye uchaguzi, kupiga kura ni haki zetu. Sisi wakina mama ndio mabalozi wakubwa katika familia zetu. Katibu wa CCM wilaya Kinondoni Aziat Juma amesema UWT Kinondoni imejipanga kwa kuhakikisha CCM inabuka na kura za kishindo kwa mgombea urais Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na wagombea wote wa CCM katika ngazi za udiwani na ubunge. Lakini na kama mnavyoona leo tuko kwenye kongamano maalum la kina mama
ambalo tunafundishana mambo mengi tu ikiwemo ujasiriamali na kadhalika, lakini hatuwezi kufanya ujasiriamali kama hatuna amani. Lazima tuelekezane kuhusiana na jinsi ya kulinda amani ya nchi hii, ili sisi wanawake watafutaji, wahangaikaji, walezi wa familia tuweze kufanya mambo yetu kwa amani, bila kubugudhiwa, bila kuwa na woga wa aina yoyote. Tumekuwa tukiona kampeni za Mheshimiwa Rais zikiendelea kila kona ya nchi. Wamama wote wametitimka, wameonyesha mapenzi mema ya Chama cha Mapinduzi, mapenzi mema ya Mheshimiwa mgombea wetu Mheshimiwa Rais. Akiwa kama mwanamke mwenzetu, tuko tayari kumsupport, kumpa kura nyingi. Chama cha Mapinduzi tunasema tuna tiki 3. Tiki ya rais, tiki ya mbunge, tiki ya diwani na pia tunatikisa ili liweze kujaa vizuri. Hamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam. Serikali kupitia Wizara ya Afya imeanza kuona manufaa kufuatia mafunzo ya awamu ya kwanza ya kujenga uwezo wa utoaji huduma za dharura kwa wagonjwa wa ajali, huku madaktari wakitakiwa kuwapatia huduma haraka wagonjwa wa dharura bila kutanguliza pesa wanapofika kupatiwa huduma za matibabu ili kuokoa maisha yao. Wito huo umetolewa mkoani Morogoro na Katibu Wizara ya Afya Dr. Seif Shekhalage wakati akifunga mafunzo ya kujengea uwezo wa utoaji huduma za dharura kwa wagonjwa wa ajali na kiharusi kwa hospitali za rufaa za mkoa awamu ya kwanza, ambapo amesisitiza utoaji huduma bora kwa wagonjwa ili kuokoa maisha yao na kupunguza ulemavu. Yale matatizo ambayo mnaweza nyinyi kuyafanyia kazi, muweze kuyafanyia kazi, muweze kutoa huduma wagonjwa wale wasiwe rufaa. Kwa wale ambao wanahitaji kuwa rufaa kupelekwa mahali pengine, basi ni vizuri muweze kuwapa huduma za kwanza ambazo ni bora, ili wanapofika kule wanakuwa wagonjwa wale bado wanaweza wakaokoa maisha yao, lakini pia kuwapunguzia ulemavu. Wahudumieni wananchi kwa upendo, kwa weledi, lakini pia na huruma, huku tukimtanguliza Mwenyezi Mungu. Na sisi pia kama hospitali tumejipanga, tumepokea mafunzo, tutahakikisha tunaimarisha miundombinu na vifaa vya kuhakikisha kwamba tunaweza kufungua fuvu la kichwa vizuri na kutoa huduma ili kwamba wananchi wote wanaopata ajali ambazo zinasababisha maumivu kichwani wapate zile huduma katika hospitali yao pendwa ya rufaa ya mkoa wa Morogoro. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa taasisi ya mifupa Muhimbili MOI Balozi Dr. Mpoki Ulisubisya amesema jukumu la hospitali kubwa nchini ni kuimarisha mfumo wa afya. Jukumu la hospitali kubwa za kitaifa kama taasisi ya mifupa MOI ni kuweza kusaidia kuimarisha mfumo wa afya nchini. Na kwenye hili nizungumzie tukio hili. Tukio hili linalenga kuimarisha huduma za dharura hasa zitokanazo na wagonjwa wa ajali. Kwa napenda kuwapongeza walioko katika mafunzo, lakini wawezeshaji kwa kuwafundisha mbinu zinazowezekana katika mazingira waliopo, kwa sababu wametumia vifaa vilivyokuwepo katika kila taasisi kuwawezesha kujua nini kinapaswa kufanywa, na wameweza kufanya, na tunategemea sasa wingi wa watu waliokuwa wanapata madhara makubwa kutokana na ajali zile au pamoja na kuumia kule au mishipa kupasuka katika ubongo kwa inapunguka sana. Jimmy Mengele, Channel 10, Morogoro. Serikali imepatia vitendea kazi jeshi la magereza na jeshi la zimamoto na uokoaji mkoani Tabora ili kusaidia utekelezaji wa majukumu yao ya kila siku katika kuhudumia umma. Kwa upande wa jeshi la magereza limepatiwa magodoro 168 pamoja na kompyuta mpakato 8 ili kusaidia usikilizwaji wa mashauri kupitia mahakama mtandao. Mahakamani kule sisi tuna vifaa vya kutosha. Laptop zipo. Hakimu wanaweza kaa hata mahakimu 5 wakakaa majaji 3 wakati mmoja kusikiliza kesi. Lakini changamoto ilikuwa upande wa wenzetu magereza. Unakuta labda wana laptop moja au na laptop 2. Kwa maana kwamba kule sasa badala majaji wote kusikiliza kesi wakati mmoja au mahakimu wote kusikiliza kesi wakati mmoja, maana yake ni nini? Watakuwa nasubiriana, kwa sababu huko gerezani hawezi kusikiliza kesi yote kwa wakati mmoja. Isifikie hapa tu Mheshimiwa Jaji. Sisi tupo katika utendaji wa kazi wa kila siku. Usikumbane na changamoto. Sisi kama serikali tunatakiwa tuiwezeshe mahakama iweze kufanya kazi zake kwa ufanisi na iweze kutoa haki kama chombo cha kutoa haki. Lakini anayetakiwa kuifacilitate mahakama ifanye kazi zake kwa ufanisi ni serikali. Kwa wala usikwame. Tunashukuru kwa sababu hii itaturahisishia utendaji wetu wa kazi. Kwa mfano kama leo kuna mahakama imeendeshwa pale.
Kwa hakuna cha askari wa kusindikiza kwenda mahakamani, hakuna gari lilotumika, lakini tayari kuna mtu ameshatendewa haki zake pale leo asubuhi. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji lenyewe limepatiwa magari yenye mitambo ya kisasa na vifaa kwa ajili ya majanga ya moto na uokoaji. Kwa ndugu zangu wananchi wa mkoa wa Tabora, pamoja na mambo mengine mazuri ambayo tunaenda nayo, sisi tunahitaji kuwalinda. Sio ulinzi tu wa askari polisi ambao wanafanya kazi zao vizuri, sio ulinzi tu wa jeshi la wananchi ambao wanalinda mipaka yetu vizuri, pamoja na ulinzi wa kuokoa mali chini ya jeshi la Zimamoto pia wana ulinzi kwa kipengele hicho. Kazi yetu iwe ni kutoa taarifa. Usiende kupambana na moto, nyumba inaungua, hujui. Waite waliosomea kazi hiyo waifanye hiyo kazi. Kutoka Tabora, Pendo Salu, Channel 10. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amehitimisha mgogoro wa nyumba iliyopo eneo la Mbezi, kiwanja namba 819 ambayo ilidaiwa kuuzwa kwa ndugu Mustafa Mohamed Yusuf na baadaye mjane wa marehemu Bi Alice Haule kulalamika baada ya kuvamiwa na kuondolewa baadaye mkuu wa mkoa kuingilia kati. Akizungumza na waandishi wa habari, Chalamila amesema baada ya kuunda kamati wamebaini mambo kadhaa yakiwemo ya ukiukwaji na udanganyifu ambao ulisababisha mgogoro huo. Yetu Justus M. Lugaibula, Mungu amrehemu, alishafariki. Na kwa mantiki hiyo msimamizi wa mirathi kwa sasa anaitwa Bi Alice Nyamwiza Pasco Haule. Msimamizi wa mirathi. Kwa lugha nyepesi ni kwamba ingelikuwa katika sheria za kawaida hati hii ingehama kutoka kwa ndugu Mohamed Mustafa Yusufali kurudi tena kwa Justus M. Lugaibula. Umenielewa? Lakini kwa sababu Lugaibula amefariki, hati inarudi kwenye jina la msimamizi wa mirathi. Nipende kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutuitikia sisi wa Tanzania na kusikia vilio vyetu. Lakini pia nipende kumshukuru mkuu wa mkoa kwa kuweza kufika mapema sana pale nyumbani na kutusikiliza. Namshukuru pia mkuu wa wilaya pamoja na vyombo vyote vya dola. Nashukuru pia majirani, wananchi pamoja na vyombo vya habari. Kamishna wa ardhi msaidizi mkoa wa Dar es Salaam ameelezea namna ya uhamisho wa kiwanja hicho kutoka kwa wamiliki mbalimbali hadi kufikia kwa ndugu Mohamed Mustafa. Kivuli cha nyaraka ya idhini ya mwenza ambayo iliwasilishwa na mwanasheria wa Mohamed Mustafa Yusufali inaonekana kuwa na saini ya maandishi na dole gumba kwa maana ya thumbprint, hali inayotofautiana na maelezo ya wakili aliyeandaa na kugonga mihuri nyaraka hizo, ambaye alikiri kwa maneno na maandishi kwamba nyaraka iliyowasilishwa kwake ilikuwa na saini ya maandishi tu. Aidha, Chalamila ametoa siku 5 kwa ndugu Mohamed kwenda ofisini kwake ama kituo cha polisi ili akatoe maelezo muhimu kuhusu mgogoro huo. Inampatia only 5 days. Then akishindwa tena kuja hapa katika ofisi hii, taratibu zingine zote za kisheria zitaendelea. Na ndugu Mohamed Mustafa Yusufali amekuwa ni mtovu wa nidhamu wa kutumia majina hata ya familia Mheshimiwa Rais kinyume na utaratibu kwa kuichafua na kuchafua viongozi wengine. Bado mbele yenu waandishi wa habari, natoa tena siku 5 kwa Mohamed Yusufali aje mwenyewe kama alivyoitwa kwa mkuu wa mkoa na kwa jeshi. Atakapofeli, tutatumia kila njia iliyo ya kihalali na ya kisheria kumleta hapa nchini. Hamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam. Mkoa wa Geita umepokea madaktari bingwa 42 kutoka kambi ya Mama Samia watakaotoa huduma ya matibabu ya kibingwa katika halmashauri zote 6 za mkoa wa Geita kwa kuanzia jana Oktoba 20 hadi 24 mwaka huu. Madaktari hao mabingwa wamepokelewa katika ofisi ya mkuu wa mkoa wa Geita na mganga mkuu wa mkoa Dr. Omar Sukari, ambapo amesema watakwenda kutoa huduma kwenye vituo 7 katika halmashauri zote za mkoa wa Geita. Hii timu ina jumla ya madaktari bingwa 42
ambao tunatarajia watakwenda kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma 7 ndani ya mkoa wetu. Bahati nzuri sisi mkoa wetu wa Geita una halmashauri 6 lakini una hospitali 7. Kwa hiyo watakuwa kwenye hospitali yetu ya Katoro, lakini watakuwa kwenye hospitali ya Nzera, watakuwa hospitali yetu ya manispaa ya Geita, Bukombe, watakwenda Mbogwe, lakini watakwenda vile vile Chato na Nyang'hwale. La madaktari bingwa hawa wapo ambao wanatoa huduma za usingizi na ganzi, wapo ambao wanatoa huduma za watoto, lakini wapo wanaotoa huduma za mama za wanawake, magonjwa ya wanawake, magonjwa ya ndani, lakini wapo wanaotoa huduma za masuala ya afya ya kinywa na meno, kwa hiyo na upasuaji. Kwa upande wake Pascalina Mahu kutoka Wizara ya Afya, ambaye ni mratibu wa zoezi la Dr. Samia Mentorship kwa mkoa wa Geita, amewataka madaktari hao kwenda kushirikiana na wataalamu watakaowakuta kwenye vituo hivyo, ikiwemo kuwajengea uwezo. Tuweze kushirikiana na tuliowakuta, tuweze kuachia ujuzi. Tuna siku chache, lakini hizi siku chache ni nyingi. Tunaomba tufanye kazi kwa ushirikiano. Sababu kutoka Geita au kutoka hospitali yoyote kwenda hospitali ya kanda ni gharama. Na sio tu gharama matibabu, usafiri pamoja na chakula. Kwa hiyo tukikufikia huku uliko, tunapunguza zile gharama kwa asilimia kubwa sana. Lengo kuu nadhani kusogeza huduma za kibingwa kwa wananchi zaidi ambao wanahitaji hizo huduma. Kutoka mkoani Geita, mimi ni Mrisho Sadik. Zaidi ya viwanja 30,000 vimepimwa katika tarafa ya Ilongo, wilaya ya Mbarali mkoani Mbeya kupitia programu ya kupanga, kupima na kumilikisha ardhi yenye lengo la kupunguza migogoro ya ardhi ambayo imekithiri na kusababisha madhara kwa wananchi. Mkurugenzi msaidizi wa huduma za ramani kutoka Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Joseph Korongo, ameeleza mpango wa programu hii ya kuwawezesha wakazi wa kata Igrusi kupata hati, huku mkuu wa wilaya ya Mbarali Brigedia Jenerali Maulidi Surumbu amewataka wananchi kujitokeza katika mchakato huo ili kuondokana na adha ya kutumia rasilimali fedha na muda kufuata huduma hiyo. Rasimishaji uliofanyika kuna takribani viwanja zaidi ya 30,700. Kwa hiyo kama wananchi wote wataweza kulipia, maana yake hati zote 30,700 watapata hati. Wananchi sasa wajitokeze walipie hizo gharama zinazotakiwa ili kusudi waweze kupokea hati zao. Na mtaona wengine waliokwisha kamilisha wameshapewa na zitaweza kuwasaidia katika shughuli mbalimbali za kiuchumi. Kwa hiyo Daktari Samia Suluhu Hassan amefanya mapinduzi makubwa sana kwenye ufuatiliaji wa hati, na akasema hawezi kuishia hapo. Lazima aweke mfumo mzuri utakaohakikisha kwamba hati hii inatoka kwa muda mfupi. Baadhi ya wanufaika wa programu hiyo wameeleza changamoto walizokuwa na kabiliana nazo kabla ya kupata hati na namna zitakavyowanufaisha. Nashukuru serikali kwa kutufanyia huduma hii ya swala la umiliki wa hati ya ardhi, kwa sababu inatusaidia kuondoa migogoro mingi ya ardhi. Kulikuwa na migogoro mingi ya ardhi ambayo kesi zinakwenda mahakamani, unapotezeana fedha na wakati. Nikiripoti kutoka wilayani Mbarali mkoani Mbeya, Epimax Apolinari, Channel 10. Na katika michezo, timu ya taifa ya wanawake ya Tanzania Twiga Stars inatarajiwa kucheza mchezo muhimu wa kufuzu fainali za kombe la mataifa ya Afrika kwa wanawake, yani WAFCON 2026 Jumatano hii saa 11 jioni katika uwanja wa Azam Complex Chamazi. Afisa habari wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF Clifford Mario Ndimbo amewaomba mashabiki wa soka nchini kujitokeza kwa wingi kuishangilia timu hiyo, akisisitiza kuwa hakutakuwa na kiingilio kwenye mechi hiyo. Amesema hatua hiyo inalenga kuwapa nguvu na hamasa wachezaji wa Twiga Stars ili kuhakikishia wanapata ushindi wa kuipeleka Tanzania katika hatua inayofuata ya michuano hiyo. Michezo hii miwili tukifanikiwa kupata matokeo mazuri ya jumla, maanake ni kwamba tunaikata tiketi ya kucheza hiyo WAFCON ya 2026. Mchezo wa Oktoba 22 tuko nyumbani, mtaji wetu wa nyumbani ni mashabiki. Kwa hivyo ni waombe wa Tanzania tujitokeze kwa wingi katika siku hiyo ya Oktoba 22 kwa ajili ya kutoa hamasa kwa timu yetu ya Twiga Stars, kuhakikisha kwamba tunaikata tiketi hiyo kwa mara nyingine
ya WAFCON ya 2026. Mchezo huu hautakuwa na kiingilio, kwa hiyo ni wewe tukusogea na kuwa sehemu ya Watanzania. Tuendelee kuandika historia katika soka la wanawake, kuendelea kufuzu hizi WAFCON, na sasa ikiwa ni hiyo ya 2026. Timu ya taifa Twiga Stars wapo kambini wakiendelea na maandalizi kuelekea kwenye mchezo huo wa hiyo Jumatano, na tayari wachezaji ambao wanatoka nje ya Tanzania wameendelea kuwasili, na wengine tunawatarajia leo kuweza kuwasili kukamilisha idadi hiyo ya wachezaji ambao wameitwa kuelekea kwenye mchezo huo muhimu. Mtazamaji, ni tamati ya habari ya Asubuhi Njema, endelea kuwa nasi.